Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakuinua, tunakutukuza, tunakupa sifa na utukufu. Ni asante Mungu kwa ajili ya uzima wa jioni ya leo. Kuna wengi wangetamani kuona siku kama leo lakini hawakuweza. Lakini Mungu kwa uwezo wako mkuu umetuwezesha hata kuiona jioni ya leo na hata ukatupa nafasi ya kuingia kwa nyumba hii na kwa jina lako. Asante Mungu kwa ajili ya nafsi ya mahali hapa na hata wanaofuatilizia nyumbani Mungu. Washa Mungu kae pamoja nasi. Washa Bwana ukatuwezeshe maana ndio mwenye nguvu na uwezo. Wewe ndio kimbilio na tegemeo letu Bwana. Tunakwenda kusikia neno lako Mungu. Washa ukatumia mtumishi wako kama chombo. Kanene naye ili akapate kunena nasi. Na kila bini shetani anaweza kutumia tupate kubarikiwa. Washa ikapate kushindwa katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana maana unasema kwa imani yetu inawezekana. Tarata maraki Bwana kwa maana hakuna Mungu kama wewe. Ni asante Mungu maana wewe ni Mungu usiyeshindwa. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba hata na kuamini. Amen. Tuweke mikono yetu pamoja. Tukaribisha mtumishi wa Mungu. Haya, koti kwa gani? Amen. Karibu mama dogo. We give you glory, Lord, as we honor you. We give you glory, Lord, as we honor you. You are wonderful. You are worthy, Lord. You are wonderful. You are worthy, Lord. We give you glory, Lord, as we honor you. We give you glory, Lord, as we honor you. You are wonderful. You are worthy, Lord. You are wonderful. You are worthy, Lord. You are wonderful. You are wonderful. You are worthy, Lord. You are wonderful. You are worthy, Lord. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana apewe sifa. Basi tukae. Tukushukuru Mungu kwa jioni njema hii ambayo Bwana ametuwezesha ili tukaweze kuja katika nyumba yake. Tukushukuru Mungu maana jambo hili tulikuwa tunaliombea sana sana, na kwa sababu ya rehema na neema ya Mungu na upendo wake kwetu ametuwezesha na ametukirimia siku hii ili tukaweze kufika hapa. Nataka kusema ni asante. Tulikuwa tunadhania namba itakuwa kubwa kidogo,
maana watu wamepeza kitambo kanisani, lakini wacha tushukuru kwa yote. Amen. Naenda kupata neno la Mungu la himizo kutoka katika kitabu cha Warumi mlango wa 8 kuanzia kifungu cha 28. Warumi mlango wa 8 kuanzia kifungu cha 28. Romans chapter 8 from verse 28 through to 39. Warumi mlango wa 8 kifungu cha 28 hadi 39. Kwa uwezo wa Mungu nitasoma. Nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. Maana wale aliowajua tangu asili, aliwachagua tangu asili wafananishwe na mfano wa mwana wake, ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Na wale aliowachagua tangu asili hao akawaita, na wale aliowaita hao akawahesabia haki, na wale aliowahesabia haki hao akawatukuza. Basi tuseme nini juu ya hayo? Mungu akiwapo upande wetu, na ni nani aliye juu yetu? Yeye asiyemwachilia mwana wake mwenyewe, bali alimtoa kwa ajili yetu sisi sote, atakosaje kutukirimia na mambo yote pamoja naye? Ni nani atakaye washtaki wateule wa Mungu? Mungu ndiye mwenye kuwahesabia haki. Ni nani atakaye wahukumia adhabu? Kristo Yesu ndiye aliyekufa, na zaidi ya hayo amefufuka katika wafu, naye yuko mkono wa kuume wa Mungu, tena ndiye anayetuombea. Ni nani atakaye tutenga na upendo wa Kristo? Je, ni dhiki au ni shida au ni adha au njaa au uchi au hatari au upanga? Kama alivyoandikwa ya kwamba kwa ajili yako tunauawa mchana kutwa, tumehesabiwa kuwa kama kondoo wa kuchinjwa. Lakini katika mambo hayo yote tunashinda, na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Kwa maana nimekwisha kujua hakika ya kwamba wala mauti wala uzima wala malaika wala wenye mamlaka wala yaliyopo wala yatakayo kwapo wala wenye uwezo wala yaliyo juu wala yaliyo chini wala kiumbe kinginecho chochote hakitaweza kututenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu Bwana wetu. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kusema ya kwamba wapendwa, Bwana anatupenda. Mungu wetu anatupenda. Bwana asifiwe. Nasema Mungu anakupenda. Haleluya. Bwana asifiwe. Jioni ya leo kayo kujua ya kwamba Mungu anakupenda. Bwana asifiwe. Na kwa sababu Mungu anakupenda, ndiposa wewe uko hapa jioni ya leo. Maana tulitarajia kwamba kanisa leo labda litajaa hata mpaka kiwango ambacho kinatakikana kitakuwa ni zaidi. Lakini hivi ndivyo tulivyo. Nataka kusema ya kwamba Bwana anatupenda. Biblia inasema ya kwamba katika hiyo 28, Biblia inasema nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anafanya kazi na wale wanaompenda na walioitwa katika kusudi lake. Biblia Kizungu inasema all things work for good for them who love the Lord, to them who are called according to God's purpose. Praise the Lord. That means if it is not according to God's purpose, then all things will not work for good. But if it is according to God's purpose, then all things will work for good. Praise the Lord. Hallelujah. Including coronavirus pandemic. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Kwa sababu Bwana anatupenda. Na hata katika hali hii wapendwa, tujipe moyo ya kwamba sisi ni zaidi ya washindi katika Kristo Yesu. Haleluya. Sema mimi ni zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa sababu Bwana anasema maana wale waliojua tangu asili aliwachagua tangu asili wafananishwe na mfano wa Mungu wake,
ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Bwana Yesu apewe sifa. Ni nani? Ni Kristo Yesu mwana wa Mungu. Upendo wa Mungu kwetu ukafanya akamtoa mwana wake Yesu Kristo akafa msalabani ni kwa ajili yetu. Na wapendwa, ukweli ni mseme ya kwamba kama si wokovu wa Kristo Yesu, wengine maisha yetu hayangekuwa vile hivyo. Tuko jinsi tulivyo kwa sababu Bwana alitupatia wokovu kupitia kwa mwanao Yesu Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Ambao ni mzaliwa wa kwanza. Bwana asifiwe. Na wale aliowachagua tangu asili, hao akawaita, na wale waliowaita wao waliohesabia haki akawatukuza. Wewe umehesabiwa haki. Bwana asifiwe. Na Bwana mwenyewe anakutukuza kwa sababu Bwana amekuita. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo katika hali ya msukosuko, all these sufferings that are happening, let us endure, knowing very well that God is with us in it. Bwana Yesu asifiwe. Hatuko peke yetu wapendwa. Mungu wetu yuko pamoja nasi. Na kwa sababu hivyo ndiposa mwanawe Yesu Kristo akafa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu, na akafufuka na akashinda. Na sasa ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba. Huko anatuombea. Haleluya. Yesu anakuombea. Bwana asifiwe. Yeye amesimama akikuombea. Kwa hivyo hata yale ambayo wewe mwenyewe huwezi kuomba, basi Kristo ameketi kwa mkono wa kuume wa Mungu. He is interceding on our behalf. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu hivyo, basi sisi ni zaidi ya washindi. Verse 33 nasema 32. Yeye asiyemwachilia mwana wake mwenyewe, bali alimtoa kwa ajili yetu sisi sote, atakusaje kutukirimia na mambo yote pamoja naye? Bwana asifiwe. Ni nani atakaye washitaki wateule wa Mungu? Mungu ndiye mwenye kuwahesabia haki. Ni nani atakaye wahukumia ghadhabu? Kristo Yesu ndiye aliyekufa. Naam, na zaidi hayo amefufuka katika wafu, naye yuko mkono wa kuume wa Mungu, tena ndiye anayetuombea. Ni nani atakaye tutenga na upendo wa Mungu? Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ameketi anatuombea. Na anasema ya kwamba yeye akiwa upande wetu, nani atakaye kuwa kinyume chetu? When God is for us, who then will be against us? Praise the Lord. Bwana asifiwe. Sisi ni zaidi ya washindi katika Kristo Yesu. Kwa sababu Yesu yuko upande wetu, basi hakuna jambo ambalo litatupatia hofu. Hatutakuwa na hofu kama. Tunajua hata katika hali hii Bwana yupo pamoja nasi. Na hata hali zingine ambazo tunapitia. Najua wakati tunapitia mambo mengi wapendwa. Wengine wako nyumbani unpaid leave. Wengine hata hawajui mambo yatakuwa namna gani. Lakini nataka kusema ya kwamba tujipe moyo, maana Mungu yupo pamoja nasi. Yeye akiwa upande wetu, hakuna atakaye kwenda kinyume. Let us just have spirit of patience in us, hoping unto the Lord that all shall be well. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo tusiwe na hofu, nasi tukaendelee kumpenda huyu Yesu. Yale ambayo tunayapitia yasifanye upendo wa Mungu yapungukiwe kwetu. Lakini tujue ya kwamba hakuna jambo lolote ambalo litakalo tutenganisha na upendo wa Mungu. Ashatupenda sisi kwanza, na ametupa Mwokozi wetu Yesu Kristo anayetutia nguvu. Na Yesu naye akasema wakati alipoenda ya kwamba tuletea msaidizi. Bwana asifiwe. Na tukapewa Roho Mtakatifu, msaidizi ambaye yuko pamoja nasi. Bwana Yesu asifiwe. Basi sisi ni zaidi ya washindi wapendwa. Korona isiwe ni sababu tukaweze kujipa moyo. Sasa tumepewa nafasi ya kuja kanisani na hata na kuomba. Tusikae manyumbani, tukaweze kutoka kuja kumwabudu Mungu wetu. Tukaweze kuja kumsifu Bwana. The Bible says that God dwells in the presence of the praises. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Unajua shetani ni mwongo sana wapendwa. Maana kutakuwa na watu ambao sasa wamezoea kukaa nyumbani
mpaka kuja kanisani itakuwa tena ni shida. Huku tunalia ya kwamba si wafungue jameni, watu waje kanisani. We are talking over 100 people in this church. And probably on Sunday, Mchungaji Margaret, hata ibada haitakuwa na 100. Na hata vile tumepanga kwamba tutakuwa na ibada 5. Bwana asifiwe. Shetani ashindwe katika jina la Yesu. Ni wakati wa kuamka, si wakati wa kulala tena. Ni wakati wa kuamka, ni wakati wa kutafuta uso wa Bwana. Mungu yu pamoja nasi, hatuko peke yetu. Shetani asituletee usingizi wa kukaa nyumbani. We were not comfortable by staying at home all this time. But this evening tumekuja hapa, tutasimama na kumkemea yeye ambaye anataka kufunga watumishi wa Mungu, akapate kuwafungulia ili tukapate kuja kumwabudu Mungu, ili Jumapili watu wakaweze kuja kwa ibada. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Wapendwa, shetani afurahi watu wanapokuja kumwabudu Mungu na kusifu pamoja. Biblia inasema ya kwamba msiwache kushirikiana. Lakini jambo hili limefanya shetani sasa amepata nafasi ya kwamba hata tumeambiwa we will congregate, but most of us will still be sitting at home relaxing on Sundays. Hallelujah. Wacha Mungu akapate kuinua watu wake, wakaweze kutoka ili tukaweze kuja kumwabudu Mungu wetu. Bwana asifiwe. Maana it is our responsibility to worship our God. We are worshiping him because he is God. Hatumwabudu kwa sababu ya yale ametutendea, lakini tunamwabudu kwa sababu yeye ni Mungu na aliyetuumba sisi ili tukaweze kumwabudu yeye. Because of who he is. Hallelujah. Bila Mungu wapendwa, sisi hatuko. Mungu atakuwa hata kama hatuko. Wengi wameenda lakini Mungu bado yuko. Lakini sisi bila Mungu hatutaweza. Kanisa bila Mungu halitasimama. Kazi ya Bwana. Bwana asifiwe. Ni vyema tukaweze kuamka na kusimama na neno la Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Twende kwa Isaiah 41 verse 10. Isaiah chapter 41 verse 10. Nikimaliza. Biblia inasema ya kwamba tazameni, Bwana Mungu atakuja kama shujaa. Sorry, 41:10. That is 40. Usiogope, kwa maana mimi ni pamoja nawe. Usifadhaike, kwa maana mimi ni Mungu wako. Nitakuitia nguvu na nitakusaidia na nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Amen. Jioni ya leo nataka niwaambie neno, usiogope, kwa maana Mungu yupo pamoja nawe. Mungu anazidisha tena akisema usifadhaike, kwa maana mimi ni Mungu wako. Anarudi karibu na wewe kabisa tena akisema nitakutia nguvu na zaidi ya yote anasema nitakusaidia, nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. I will uphold you with my right hand of righteousness. Amen. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tusiogope wapendwa. Tusiogope corona, tumuogope Mungu. Bwana asifiwe. Tuwe karibu na Mungu zaidi. Maana Mungu within a twinkle of an eye akisema corona is full stop and it is full stop. Maana anaweza. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Lakini tusiogope wapendwa. Tuwe na moyo wa ushujaa. Maana Bwana anasema mimi ni pamoja nao. What a good news this evening. God is with us. Na kama sio hiyo peke yake haijatosha, usifadhaike, kwa maana mimi ni Mungu wako. Na hiyo haijatosha, basi nitakutia nguvu na nitakusaidia na nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Let us not fear. When the devil brings a spirit of fear in us, let us stand firm and rebuke the devil and resist him. No matter the challenges that is bringing, let us not fear. You are not alone in that challenge. God is with you. He will strengthen you.
Praise the name of the Lord. And he will uphold you with his right hand of righteousness. There is no need to fear, friends. Let us seek the face of God. Let us come before God, knowing very well that he's with us. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah. Bwana asifiwe. Hata kama mambo ni vipi, lakini tujue ya kwamba hatuko peke yetu. Mungu wetu yuko pamoja nasi na atafungua njia pasipo njia, maana ana uwezo wa kufanya hivyo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo jioni ya leo nataka tukaweze kusimama na nataka tuende mbele za Bwana wapendwa. Tumshukuru Mungu kwa kuwa pamoja nasi wakati tulikuwa hatuji kanisani, na tumshukuru Mungu kwa kutufungua nafasi ya kuja kumwabudu, na tukamkemea huyu pepo wa kumfunga watoto wa Mungu kuja kumwabudu Mungu wao. Tukapata kumkemea katika jina la Yesu, ili Mungu akapate kufungua watu wake, tuje tukaweze kumwabudu Mungu wetu, tuje tukaweze kutafuta uso wa Bwana. Bwana yu pamoja nasi, hatuko peke yetu wapendwa, maana naona hii ni spirit. Let us rebuke this spirit, that the people of God, the children of God will be free to come and worship their God in spirit and in truth. Praise and worship. I surrender all to you, Jesus. Everything I give to you. I surrender all to you, Lord. Everything I give to you.
worship you, Lord. Father, in the name of Jesus Christ, our Lord, we want to come before you this evening. We want to say thank you, Jehovah God. We adore you, King Jesus. There is none like you, Lord. You are our Father in heaven. We want to praise your holy name and thank you for your doing so into our lives, oh God. Thank you for your word, oh Jehovah. Lord, we want to bless your holy name this evening, that you have encouraged us, oh King of glory. Thank you for those that have come, Jehovah. I speak blessings upon them in the name of Jesus Christ, of the Lord. Father God, in Jesus' mighty name, we want to thank you, Lord of glory, for the opportunity, Jehovah Father, that you've given us to come and congregate again, oh God. Our hearts were longing for this, Jehovah. Look at the devil now, mighty God. Ameweka watu wako Bwana. Amefunga watu wako majumbani. Jioni ya leo tunamkemea. Tunampenda na kumpeleka katika jina la Yesu Kristo. Fungua watu wako Baba wa mbinguni. Fungua watu wako Jehova. Hiyo spirit ya kukaa nyumbani. Hiyo spirit ya kutosheka Jehova. Tunakemea sasa katika jina la Yesu Kristo. Mungu, fungua watu wako Baba wa mbinguni. Tunatuma neno lako Bwana mahali popote wana wa St. wako Jehova, ya kwamba Bwana kawaguse, ya kwamba Bwana kawafungue katika jina la Yesu Kristo. Maana shetani anafurahia watu wakiwa nyumbani. Hali hii tunakemea. Roho Mtakatifu tawala. Convict your people where they are. In the name of Jesus. That they may come and worship you, Lord. That they may come and praise you, Lord. That your presence will be filled in this place, oh God. For the glory and honor of your holy name. I want to pray for the church, oh God, the body of Christ all over the world, that Father Jehovah God, you will help your people, mighty Father, to worship in spirit and truth. In the name of Jesus Christ, we want to pray for your dear servants, oh God, that you have anointed for the sake of your servants to take care of your flocks, oh God. Lord, that you will give them the strength. Lord, that you anoint them afresh for the glory and honor of your holy name. Thank you for our church St. Paul's. Thank you for our pastors, oh God. We want to commit your servant, Reverend Peter Moore, into your able hands, dear Lord. Your servant, Jehovah God. Lord, may you give him peace. Lord, may you uphold him with your right hand of righteousness. In the name of Jesus, I speak peace in his house. I speak blessings in his house. I speak healing in his house. In the name of Jesus Christ. Shetani umeshindwa. Nenda zako kuzimu. Funganya virago vyako vya magonjwa na maradhi katika jina. Toka katika nyumba ya mtumishi wa Mungu. Toka katika nyumba ya mtumishi wa Mungu. Kila mapepo ya kutumwa, kila uchawi na uganga, kila urogi Jehova, tunakataa sasa, tunasambaratisha, tunapeleka kuzimu katika jina la Yesu Kristo. Nyumba ile Baba, finika kwa damu yako. Finika kila chumba kwa damu yako. Kila nguvu za giza na shetani zikatoweke. Amani kapatikane katika nyumba ya mtumishi wako. Ili Baba kapate kukudumia Jehova. Akikosa amani atakudumiaje Jehova? Kamhurumia mtumishi wako Mungu. Shike mkono Bwana. Mtie nguvu Jehova kulingana na neno lako jioni ya leo. Baba wa mbinguni, kaa pamoja naye. Asante kwa dada Margaret Jehova. Chungaji Jehova, tunamkabidhi kwako Mungu. Wewe ndio ulimuita Mungu wetu. Nenda kamuonekanie Bwana pamoja na nyumba yake mfalme. Watoto wake kwako mikononi. Mumewe akiwa mbali Bwana. Finike kwa damu yako thamani. Kaa pamoja naye Jehova. Kaa mtetee Mungu wetu. Wacha amani katane katika nyumba ile. Baraka zako Mungu katika jina la Yesu. Paki na mafuta yako mabichi kwa ajili ya huduma yako Bwana. Our lady tunakabidhi kwako Bwana. Ukawatembelee kwa jinsi ya siri. Ukawashike kwa mkono wa kuume. Ukawatetee Bwana. Ukawahudumie Jehova kabla hawajakuja kuhudumu Mungu. Wacha tukapate kukuona wewe katika maisha kila mmoja wao katika jina la Yesu Kristo Bwana. Baba, tunakabidhi kina baba mkononi mwako. Kama members dear Lord, Mungu kawatembelee manyumbani. Bwana kawafungue katika jina la Yesu. Kina mama tunawakabidhi mkononi mwako. Mungu kawatembelee Jehova. Baba, kawalinde, kawatunze, kawape amani Mungu. Simama na wao Jehova katika jina la Yesu. Akabidhi vijana wetu mkononi mwako Bwana. These are the vulnerable generation, dear Lord. Mungu utawalinda Baba wa mbinguni. Utawashika kwa mkono wako wa kuume. Utawasaidia katika maisha ya ujanani. Utawakinga na hatari zote Mungu. Utawafungua Baba wa mbinguni katika jina la Yesu Kristo Bwana. Hata watoto wetu wa Sunday school Mungu wetu, nenda kaonekanie Jehova Shemila. Walinde, watunze, wahifadhi Bwana. Wainjilisti kwako mikononi. Bwana kawafungue Bwana. Kawavuvie mpya Jehova. Wakasimame kwa pego katika jina la Yesu Kristo Bwana.
endelea kukumbuka kila department of this church, hata kwaya Jehova Shirika. Bwana tunakuhitaji, tutakapoanza kucongregate here Lord, Mungu, we want to see you in this place. You will bring your people to worship you, that you will accept our worship, oh God, in the name of Jesus Christ. We want to pray for those that are sick among us, oh God. We want to speak healing, dear Lord, in the name of Jesus Christ, our Lord. Father, we thank you because you are healing them, dear Lord. In Jesus' mighty name. Wale ambao wameondokewa na upendo wao, kawafariji, kawatie moyo Mungu katika jina la Yesu. Waliofishwa moyo Bwana, wale ambao wako on paid leave dear Lord, wale ambao kazi zimeisha Bwana, wale ambao biashara zimezorota Bwana. Mungu, wewe ni Mungu siyeshindwa. Bwana, utawaonekania Jehova. You will provide for them, my Father, because you are the source of God. You will supply, King of glory, in the name of Jesus Christ, our Lord. We thank you, Lord. We pray for the widows and the orphans, oh God. The less fortune, Jehovah Father, that you will remember them, my God. The word says your husband to the widows, your father to the fatherless, Lord. May they see you in their houses, oh God, in the name of Jesus Christ, our Lord. Father, we worship you, Lord. We give you praise and honor, Lord. With a lot of adoration, Jehovah Father. We pray that your will be done. We pray that your will be done. In the name of Jesus Christ, our Lord. We thank you, Jehovah God. Thank you for your servants, Almighty God. Thank you for this word, Jehovah. May you bless us as we meditate upon it. Let it be a blessing, Almighty God. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, we pray. Amen. Amen. Thank you, Lord. Thank you. May God bless you. Bwana Yesu asifiwe. Nina imani tumebarikiwa, tumpigie Bwana makofi. Amen. Hata walio nyumbani na imani ya kwamba mmebarikiwa neno la himizo. Tena nasema kwamba hakuna cha kutenga na upendo wa Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru Mungu, Mama Rose, Mungu aendelee kukubariki, aendelee kukuinua kwa ajili ya huduma yake. Nataka wakati huu nikaribishe mchungaji Margaret atusalimie, na pia akimaliza atachukua sadaka, atakaribisha mchungaji pia yuko pamoja nasi, atusalimie na atufungie kwa baraka. Bwana Yesu asifiwe. Tupige makofi mtumishi Mungu anapokuja. Karibu sana mchungaji. Amen. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Nashukuru sana Mwenyezi Mungu kwa nafasi hii ametupatia. Hakika mioyo yetu ikaweze kuvuviwa upya, ikaweze kutiwa nguvu tena. Nashukuru sana kwa ujumbe jioni ya leo kwamba tusiogope, kwa sababu Mungu akiwa upande wetu hakuna takachoweza kuinuka juu yetu, na mambo mengi ambayo tumeendelea kujifundisha. Asante sana Mrs. Dogo kwa ajili ya neno hilo la kuvuvia mioyo yetu. Tuinuke tukiwa nyumbani. Mungu ametupatia nafasi ya kuingia katika nyumba yake kumwabudu. Basi tusiogope, bali tuendelee kutii sheria tu na tuingie katika nyumba ya Mungu kwa ibada. Na hakika Mungu ana makusudi, na mimi kabisa kunalo jambo jipya ambalo Mungu amekusudia kututendea, na hakika atatenda kwa wote wanaomwamini. Anachukua nafasi hii kumkaribisha mchungaji atusalimie, na pia tutapata nafasi ya kutoa sadaka zetu kumshukuru Mungu kwa vile ambavyo ametuongoza hata wakati huu. Mchungaji, karibu. Na baada ya hapo atatufungia, lakini kabla ya hapo atatuombe kwa ajili ya sadaka. Mwenyezi Mungu Baba wetu, nakushukuru sana kwa nafasi ambayo umetupatia tukaingie katika malango yako ili kuabudu. Mioyo yetu imejaa furaha, hasa tuliposikia kwamba tumeambiwa tukaweze kuingia katika nyumba ya Bwana kama vile mtumishi Daudi alivyosema. Nasi tunakushukuru na tunazidi kutukabidhi kwako, hasa kwa sababu wewe pekee yake ndiye Mungu wetu na hatuna mwingine wa kumwendea. Nafasi hii Bwana umetupatia kuleta hata na sadaka zetu mbele zako. Tunaomba Mungu ukazipokee, ukazibariki,
Kaendelee kuwa chanzo cha baraka na mafanikio na kuinuliwa, chanzo cha kuinuliwa mioyo yetu na kutupatia matumaini jipya. Tubariki sote Bwana, bariki wote watakaoendelea kukuabudu kwa njia ya kukutolea. Bariki kazi za mikono yao, bariki maisha yao na mioyo yao. Kabariki kuingia kwao na kutoka kwao. Na haya tunaomba kupitia kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Asante. Basi tumkaribishe mchungaji kwa makofi pia. Hallelujah. God is good all the time. Pedro nataka kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya fadhili zake. Hata sijui niseme nini kwa sababu hakika tumeona wema wa Bwana na tumeendelea kumtukuza na tutaendelea kumtukuza. Nina ushuhuda ambao kila wakati wanasema ya kwamba lolote ambalo linalofanyika chini ya jua kwa liko na sababu. Nataka kuwashukuru nyinyi nyote kwa sababu ya kusimama na familia yangu wakati huu tuliokuwa nao, wakati mgumu sana, wakati kijana wetu alikuwa amelazwa pale, amepitia vipimo vingi, lakini hakuna kipimo hata kimoja kimetoka positive. Na saa hii Mungu ametuajalia tumekuja naye. Bwana wabariki sana. Ninao ushuhuda na pengine Joseph kuwa pale, ilikuwa si Joseph alikuwa awe pale, ilikuwa ni mimi niende nifike pale. Pia nikaweza kuomba na wale wengine ambao wanaogojeka. Tuendelee kukumbuka wagonjwa. Wakati wote endelea kumulilia Mungu kwa ajili ya wagonjwa. Wakati wote ukiwa na jambo usinyamaze, usungumuza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila wakati huwa nasema ya kwamba tuko katika hali ya kujifundisha na Bwana azidi kuinuliwa. Nashukuru sana kwa ajili ya maombi yenu. Wengine wamenipigia simu, wengine wameniandikia message, wengine kila wakati wanauliza tunaendelea namna gani. Hayo yote nataka kuambia kwamba Mungu awabariki kabisa. Na kwa ajili ya maombi yenu yamefanya kazi. Ni pepo alikuwa tu anataka kujiinua. Tumeenda bio, tumesema ya kwamba let us be patient. Tunaambiwa ya kwamba kipimo hiki kinatakikana kinapimwa result negative. Hiki kinatakikana result negative. Na hata leo nilipokuwa na toka, kuna kipimo kile kilikuwa kinaenda kupimiwa Nairobi. Jana nilikuwa nichukue result. Nikaenda nikakuta saa 10 bado zilikuwa bado hazijatoka. Na nikaambiwa nifuatilie asubuhi. Nikaa namwambia Mungu, hiki kikitoka negative, naomba turuhusiwe twende nyumbani. Na kweli tulipoenda nikuona tu kila kitu kiko sawa. Kufika tu daktari anasema ya kwamba huyu hata tunamdischarge. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Bwana awabariki sana. Peda na tutaendelea kazi ya Mungu, tutaendelea kuwaombea, tutaendelea kuwaombea. Bwana Yesu asifiwe sana. We shall continue serving Lord and serving you and standing in the gap. Bwana Yesu asifiwe sana. Even if the devil, we shall continue making the devil more angry. We are ready to counter-attack him, because our God is able and He will always be our strength and our refuge. And thank you for the word. Let us not fear. God is on our side. Let us continue witnessing even to the devil that we are unmovable. Bwana Yesu asifiwe sana. Because whoever we serve a great God. We serve a loving God, and we serve a caring God. Nataka kuwakaribisha nyote katika ibada ya Jumapili kama vile tulivyokuwa tumeambiwa. Mnajua ya kwamba bado sheria na masharti usimama, na
tunaomba tuendelee kushirikiana. Mambo ni magumu, lakini tunajua ya kwamba wakati unapopatiwa nafasi, use it, because when we appreciate with small, God will give you will add to you and will give you more, because you know that even if we give you more, you will be able to handle. Bwana Yesu asifiwe sana. Let us appreciate and let us come. Those few who will have an opportunity to come, then to cry for the Lord, so that the number will increase instead of decreasing. And coming together, God will do marvelous things unto us. May God bless you. May God be with you. May God, let me assure you, the wrath of God upon you, there is no limit. Bwana Yesu asifiwe sana. The thing that can limit the wrath of God upon our lives is sin. If we hate sin, then we shall remain friendship with God, and God will always continue adhering to our prayers. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Shall we stand and pray? Baba, katika jina la Yesu Kristo, mfalme uishie milele. Hakika Baba wa mbinguni unatenda makuu, tena unatenda ya ajabu. Hakika Baba wa mbinguni tumeshuhudia ukiendelea kutenda. Na wakati Baba wa mbinguni nashukuru kwa sababu umeendelea kutupatia nafasi Baba wa mbinguni ya kuweza kuja pamoja kulitukuza na kulinua jina lako. Baba wa mbinguni tumekulilia nafasi hii kwa muda Baba wa mbinguni, tunaona ya kwamba kuna matumaini mfalme uishie milele. Ya kwamba Baba wa mbinguni upendo wetu wa kwanza Baba wa mbinguni tutarudi kuja mahali hapa na kukulilia. Ijapo Baba wa mbinguni tumeruhusiwa kwa njia chache Baba wa mbinguni, hii ni chanzo, tunajua ya kwamba mfalme uishie milele, hali zitakuja kuwa sawa. Tuendelea Baba wa mbinguni, kabidhi na watu wako pahali popote walipo. Nenda Baba wa mbinguni kaanza kuwabariki. Mfalme uishie milele, we cannot hide our happiness, O dear King of glory, and the kind and love, O dear King of glory, that you have bestowed upon the people of St. Paul's Given, O my Lord and my Redeemer. Thank you for their prayers, O dear Heavenly Father, and thank you because you have proved that you always hear our prayers, O my Lord and my Redeemer. And thank you because of answering their prayers, O dear Heavenly Father. I know Joseph and the rest of the King of glory who have been admitted, and those we have left at the hospital of the King of glory, they will still continue recovering in the name of Jesus, our Lord and our Redeemer. Whatever the challenge that the Satan may try to bring, and the charges he may try to bring against us, O dear King of glory, we are demolishing all those charges in the name of our Lord Jesus Christ. And let your blood, O dear King of glory, continue covering us, we whom we are here, and also those who are in homes, O dear King of glory, and wherever your people, O dear King of glory, are living. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Even this time, O dear Lord, may your love continue shining upon us, O dear Heavenly Father, and give us strength, O dear Lord, and courage, so that we may not fear the devil, but we may stand firm, O dear King of glory, and counterattack the devil in the name of our Lord Jesus Christ. Thank you, Lord, because of this evening, O dear Heavenly Father. Continue blessing us as we go home, O dear Heavenly Father, as we prepare. And also as we preparing, O dear King of glory, for 1 hour marathon prayer on Friday, O dear King of glory. I continue committing the ashes in that ministry, O dear King of glory, and all the other people, O dear King of glory, wherever they will be, O dear King of glory, praying and crying for you, so that you may hear our prayers. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Bwana awabariki sana na kumbusha ashas. Ijumaa tuna maombi, tufunge na tuendelee kumulilia Mwenyezi Mungu, na saa 11:30 mpaka saa 12 tukaweza kuja kuwa na kipindi hicho cha maombi ya marathon, kuendelea kumugandamiza na kumkanyaga na kumshuhudia shetani ameshindwa katika jina la Yesu.
Bwana abariki sana.